wakina mama kuwa na vikundi vyao. Na tunaweka hela, nadhani hata benki kuna 79 ngine ukifuatilia sangine haiko benki, iko kwenye mikono wa watu. Lakini ikaonekana ile ni njia ambayo ni rasmi na wananchi wanaipenda, ni rahisi. Mtu akiwa na shida ya $100,000 anakopa na kwa riba nafuu. Basi ikaenda ikarithi sehemu na sehemu, jamii na jamii, mwisho wa siku ikajikuta nchi nzima. Asivu ukiongea habari ya hisa na vikoba, au kifika kiongozi wangu siku ya mwisho wa mwezi, siku kuanzia Jumamosi na Jumapili, wakina mama wengi wanaenda kwenye vikundi. Baada ya serikali ikaona sasa kama wananchi wenyewe wakina mama wameona ni njia sahihi pamoja na njia ya benki, basi tuirasimishe iwe rasmi. Ikaleta sheria ya vikundi vya hisa na vikoba, ambayo ikatuelekeza serikali, halmashauri zote au serikali kuhakikisha kuwa tunavitambua vikundi hivi na kuvisajili, kupata usajili rasmi ambao utatambulika. Kwa nini nilifanya hivyo? Tunachokifanya ni kizuri, lakini inawezekana labda tuseme mfano kikundi labda cha mwanamke jembe, mfano siku ya Jumapili wanakutana kwa mahawa, si ndio wanakusanya marejesho. Ikatokea binadamu ambao sio muungwana akapitia pesa zote zile. Sasa akipitia zile pesa, utaenda kulia, unaliaje? Kuwa tumeibiwa au unaenda polisi? Haya, aliyokupa idhini ya kukusanya hela ni nani? Ikaja na sheria, tuvisajili vikundi kisheria, alafu vifanye shughuli zao kisheria. Endapo mkipata shida yoyote inatatuliwa kisheria. Na ndio maana ikaita sheria hiyo. Kuanzia mwaka juzi tumeanza kusimamia rasmi idara ya maendeleo ya jamii usajili wa vikundi vya huduma ndogo, tunasema daraja la 3, ambao vinadili na hisa na vikoba. Lengo kubwa la vikundi hivi ni kutoa elimu ya fedha, kwa sababu katika jamii yetu kuna changamoto kubwa ya mambo ya kuzalisha fedha na matumizi ya fedha, hata kuweka akiba. Kwa hiyo shirika liliona ni vema na kanisa, kwa sababu tunafanya kazi na watoto na vijana watakao katika mazingira magumu. Kwa hiyo tuliona tutafute namna ambayo tutawasaidia wazazi, wataweza wao kama wao kusimama katika uchumi wao, kwa sababu shirika lilikuwa limeanzishwa kwa lengo la kusaidia watoto na vijana, lakini tuliona si vema tuishie tu kwa watoto na vijana, lakini pia lazima tukaziwezeshe hizi familia. Na ndio maana tukaja na hii program ya vikundi vya kuweka akiba. Tumeona kuna matokeo makubwa sana, kwa sababu tumejikita zaidi kwenye kutoa elimu ya fedha, namna bora, njia sahihi za kuzalisha hizi fedha, matumizi ya fedha na kuweka akiba, ambayo hii akiba sasa itawasaidia katika mambo mbalimbali. Katika vipengele hivyo tunawafundisha jinsi gani ya kuweka uwazi kila kitu ambavyo vinatakiwa kufanyika pale. Hatutakiwi kuweka hela pembeni au mtu yoyote kurejesha nje pembeni bila ndani ya kikundi. Inatakiwa kila pesa inapokusanywa ikutanyike pale kwenye kikundi, ndio ifikishwe pale ili tujue hesabu yake ni shilingi ngapi. Kwa kweli hatua ni kubwa sana, wamama wamehamasika, wazazi wamehamasika, wameona jitihada na wanaweza kufanya vitu vizuri wanapovunja. Tunaona wanajenga nyumba zao, wanakarabati, wanasakafia chini, walikuwa wanalala chini lakini wana ununuzi wa vitanda. Tunaenda kupiga picha, tunakuta kweli hela waliokuwa wameipata wameifanyia kazi vizuri. Kwa sababu kwenye malengo wanapoanza tunawaambia kabisa kila kitabu cha hisa mwanzoni kabisa weka malengo yako ili mwaka unapoisha yale malengo uweze kuyafanikisha. Kiukweli tumebadilika kuanzia maendeleo ndani ya kikundi hata nje ya kikundi pia, yani kwenye majumba yetu, familia zetu, yale maisha ambayo tulikuwa nayo mwanzo sasa pia hatuna. Tumejifunza kuwekeza na kuzalisha pia. Na hii elimu imetusaidia hata kwenye biashara zetu majumbani. Hatuzalishi tu kwenye kikundi, lakini pia tunaongezeka kwenye biashara zetu ndogo ndogo ambazo tunazifanya. Kwa kama kuna mtu alikuwa anafanya kitu kimoja, sasa hivi anafanya vitu viwili mpaka vitu vitatu. Tulikuwa tunagonga hisa chache za chini, lakini sasa hivi tunagonga hisa za kuanzia juu, hisa 5, hisa 10 na kuendelea. Kwanza kabisa nasomesha mtoto wangu katika shule za English Media, ambapo kitendo hicho nisingeweza kufanya kama nisingeingia kwenye vikundi hivi. Pia nimekuza uchumi wangu, naweza kujitegemea, naweza kufanya biashara
ambayo nilikuwa siwezi kuifanya wakati ule kabla ya hivi vikundi. Kwa sasa nafanya biashara yangu ambayo ninauza vitambaa, nafanya biashara yangu nauza vitenge. Lakini mwanzo kabla ya hivi vikoba nilikuwa siwezi kabisa, nilikuwa sina mtaji wa kuweza kufanya biashara kama hizo. Wito wangu kwa wamama wenzangu, ninawaomba wanapopata fursa kama hii ya kuwa na vikoba, wakishavunja waangalie vitu vya kufanya ambavyo ni vya muhimu, kama kufanya biashara, kununua viwanja, kujenga nyumba na vitu vingine ambavyo vinaweza kuonekana katika maisha kwa ujumla. Basiende kufanya starehe kama kunywa pombe, kununua manguo ambayo sisi wamama tumezoea kununua manguo. Waangalie vitu ambavyo vitaendeleza maisha yao na watoto wetu pia.